Simba Sports Club imekuwa na changamoto za hapa na pale kwa mwaka huu wa 2026, lakini pia hata turudi nyuma kwa mwaka wa 2025 zimekuwa ni Simba ambayo kwenye performance nzima imekuwa ikisuasua. Nini jinamizi inayokuja kwa Simba sasa? Tunaweza tukasema kwamba yapo mambo mengi ambayo yanaikumba Simba na hata kupelekea mwenendo wake katika ligi ya mashindano haya ya ndani na hata mashindano ya nje kusuasua. Lakini pengine sababu unaweza kuzungumza kwamba pengine Simba wana changamoto kubwa ya uongozi. Inaonekana kwamba kwa namna mambo yanavyoendelea na uchunguzi wa mambo unaonesha kuwa kuna changamoto wa uongozi hauko pamoja. Uongozi hauko pamoja kwa sababu mara nyingi sana imekuwa ikionekana kwamba mfadhili na pengine tuseme labda ni mwekezaji wa Simba Mheshimiwa Mohamed Dewji kama vile kuna wakati anapishana kauli na uongozi wa juu wa Simba ambao ikiwa mwenyekiti Mheshimiwa Mangungu na hata na wale ambao mwenyewe wanawateua katika bodi. Huoni kama Mo na viongozi wengine wanazungumza lugha moja? Unaona kabisa inakupa picha kwamba viongozi wa Simba hawako pamoja. Sasa kwa taasisi yoyote, ili muweze kufanya vizuri na muweze kufikia malengo, lazima kwanza uongozi ukae pamoja, alafu pia uongozi unapokaa pamoja ile reflection yake athari yake itakuja kuonekana mpaka huko chini. Lakini kama uongozi haukai pamoja, na pia athari itaonekana mpaka huko chini. Kuna watu wanasema kwamba kwa upande wa mwekezaji Mohamed Dewji amekuwa na changamoto ya kikosi cha Simba. Kwa jicho lako, Mo ni miongoni mwa wapenzi wa Simba? Hapo wengine wana sehemu zao, lakini Mohamed Dewji naye mimi nafikiri ana sehemu yake ya kuleta changamoto katika uendeshaji wa Simba, kwa sababu tumesikia mara kibao kwamba viongozi wa Simba hawa wengine hawa kina Mangungu na wale ambao wenye vitu wa bodi hasa bodi ya mwekezaji, wale wa upande wa mwekezaji, unasikia kabisa kwamba wanakuja na kitu fulani kuzungumza, lakini utashangaa kwamba jambo lile kama Mo anakuwa hayuko pamoja nao. Kwa mfano siku mbili hizi hapa viongozi Mangungu na mwenyekiti wa bodi ambaye yeye mwenyewe amemteua Bwana Magori wametoka kwenye vyombo vya habari ili kulielezea swala la uandikishaji wa wanachama. Lakini wakati viongozi hao wanatoka wanazungumza juu ya uandishi wa wanachama, kuandikisha wanachama wapya, unashangaa Mo naye anakuja na kauli kwamba kama vile aoneshi kukubaliana na lile kwamba mnakwenda katika hilo. Je, hili la mchakato wa transformation umefikia wapi? Yaani kama anaonesha kuwa kwanza hilo jambo bado liendelee kutokuwepo, liendelee kusimama la uandikishaji wa wanachama wapya mpaka tusubirie hii transformation. Kwa hiyo pale ametuonyesha sura kabisa kwamba Mohamed Dewji hayuko pamoja na uongozi wa Simba. Unaweza kusema kama sio kiongozi, kwa sababu utegemei mtu ambaye yupo katika uongozi wa juu swala la kuulizia transformation akaliulizie kwenye peji ya Simba, akaunti ya Simba ya Instagram. Yeye anapo sehemu nyingi tu za kuuliza, anauliza hilo kwa maana gani? Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba Mohamed Dewji naye ni sehemu ya tatizo katika uendeshaji wa klabu ya Simba. Transformation ya Simba takriban miaka 4 sasa. Tumekuwa tukisubiria transformation, lakini imekuwa haikamiliki. Nini haswa kinapelekea transformation ya Simba kwenye rasimu ya mabadiliko ya katiba mpya ya Simba mpaka sasa hivi tunakuwa bado hatujapata transformation ya Simba? Je, shida ni wanachama au shida kwenye upande mzima wa nguvu ya wachezaji? Hapana, mimi nafikiri bado tutarudi pale pale kwamba serikali imetoa mwongozo kwamba klabu inatakiwa iendeshwe kwa 51% kwa 49. 49 ni mwekezaji, 51 ni wanachama wenyewe wenye klabu yao. Lakini kwa nini yeye anasema kwamba labda kwa nini tunakwama sehemu fulani, tunakwama sehemu fulani? Hapana, serikali imeshatoa mwongozo, na kama unakumbuka muda sio mrefu hapa klabu ya Simba ilifanya mkutano mkuu na imepitisha kwa mwekezaji awe katika 49% na wanachama wenyewe wenye klabu yao wakae katika 51. Kwa hiyo mimi sidhani kama mchakato unakwamishwa. Mchakato unakwenda vizuri, isipokuwa sasa
mwekezaji kama Mohamed Dewji hakutegemea jambo kama hili. Pengine aliahidiwa hivyo, au kama watu wanavyosema kwamba klabu sijui mwenyewe anadhani kuwa ameinunua na nini. Kwa hiyo alikuwa anataka yeye awe katika 51% ili awe na kauli zote katika klabu ya Simba, jambo ambalo nafikiri mkutano huu uliopita na maamuzi yake unaonekana kumchanganya sana, kwamba na mwenyekiti na mwenye kauli anatakiwa atoke upande wa 51%. Hili jambo nafikiri hata Mohamed Dewji naye itakuwa limemchanganya sana. Na iwapo sasa transformation ya Simba ikaja kukamilika, tija ambazo zitapatikana kwenye kikosi cha wekundu wa Simba hizi ni muhimu, kwa sababu watu wanataka sasa klabu iendeshwe kisasa. Sawa, klabu iwe na mikakati yake ya kiuchumi, klabu iwe na wawekezaji upande wa wenye klabu yao, watu wa 51%, yani wanachama wajue wanapata nini na mwekezaji naye akija anapata nini. Lakini vitu haviwezi kufanyika kama hakujawa na utaratibu. Kwa hiyo mimi nafikiri mchakato transformation ikikamilika, vilabu vyetu vitakuwa vinajiendesha kisasa, lakini kutakuwa na mipango madhubuti ya kiuchumi, kwa sababu hii habari ya kila siku kuwategemea wafadhili, kwamba klabu leo imeshindwa kusafiri, ukagonge hodi sehemu watu wakusaidie, ukagonge hodi serikalini usaidiwe, ili ndio klabu isafiri, mishahara ya wachezaji haipatikani mpaka ukagonge hodi kwa matajiri wakusaidie. Haya mambo yameshapitwa na wakati. Kwa hiyo mimi nafikiri transformation ikikamilika, vilabu vyote tuseme, sio Simba peke yake, kwamba vitakuwa na mikakati mizuri ya kiuchumi ambayo itaufanya mpira wa Tanzania kwa ujumla, vilabu vyenyewe lakini na mpira wa Tanzania kwa ujumla kupiga hatua. Yes, mbali na upande wa mwekezaji, kwa upande wa wanachama na mashabiki wa Simba, wana nafasi gani kuhakikisha kwamba timu yao inakuwa kwenye mfumo mzima wa transformation? Maana kuna watu wanasema kwamba miongoni mwa vitu vinavyochochea transformation ya Simba ni wanachama wenyewe wa Simba, lakini pia kupitia wajumbe ambao wako kwenye bodi nzima ya transformation. Mimi sioni kama wanachama wanasema kuikwamisha klabu ya Simba. Mimi naweza nikalia na uongozi tu kama tulivyozungumza, kwamba uongozi ndio una tatizo makubwa, kwa sababu wanachama wapo wanasikiliza uongozi. Uongozi utawaelekeza nini? Kwa mfano swala hili la uandikishaji wa wanachama wapya, tumesikia mara kadhaa wanachama wa Simba Sports Club washabiki wa Simba Sports Club wamekuwa wakilalamika kila siku kwamba klabu yetu haina fedha, lakini viongozi hawataki kuandikisha wanachama wapya. Kwa hiyo hapo nani utamlaumu? Lazima utamlaumu uongozi, kwamba washabiki wako tayari kuandikishwa na kuchangia klabu yao, lakini hakuna sehemu panapoonesha kwamba ukitaka kuchangia klabu yako pitia hapa. Kwa hiyo kila siku wamekuwa wakilalamika kwamba kwa nini hawaandikishwi wanachama wapya, kwa nini hawaandikishwi wanachama wapya. Maana yake bila shaka kwamba hawa washabiki wako tayari kujiandikisha kuwa wanachama kamili na kuchangia klabu yao, kuiwezesha ili waone klabu yao inaendelea. Na awali nilipokuuliza ukasema kwamba mwekezaji naye ana nafasi ya lawama katika yote yanayotokea kwenye kikosi cha Simba. Ni muda wa sahihi Mohamed Dewji kuiacha Simba? Mimi nafikiri ni muda sahihi, au mawili yachague, kwamba je, klabu ana faida nayo au hana faida nayo. Kama hana faida nayo, basi kile alichoweka kama tuliposikia hapa siku 2-3 kwamba kama ni kweli au la, lakini habari zilizopo kwamba ameandika yale yote ambayo anayoidai klabu ya Simba. Sasa kwa yeye kusema mimi nakaa pembeni, kile nilichoweka na tulichoandikishana kwa ajili ya kukopesha klabu ya Simba, basi asubirie klabu ya Simba imlipe. Otherwise basi manake tusisikie malalamiko ya Mohamed Dewji kwamba hii klabu anaiendesha kwa hasara. Na mtazamaji wa A3 TV, bado tuko na Ticha Makomba tukiangalia transformation ya kikosi cha Simba Sports Club na tija ambayo itapatikana baada ya Simba kuja kwenye mfumo mzima wa transformation.